Katika dunia ya leo, mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa la kuonesha mafanikio, utajiri na maisha ya kifahari, kiasi kwamba mara nyingi ni vigumu kutofautisha uhalisia na taswira inayojengwa mbele ya macho ya watu. Nyuma ya magari ya kifahari, ndege binafsi, mavazi ya gharama kubwa na safari za kuvutia, kunaweza kujificha simulizi isiyotarajiwa kabisa ya tamaa, mbinu za kisasa za uhalifu, fedha haramu na mwisho wenye mafunzo makubwa. Hii ni hadithi inayofichua jinsi tamaa ya utajiri wa haraka ilivyoweza kujenga himaya kubwa kwa muda mfupi, lakini ikadhihirisha pia kwamba hakuna siri inayoweza kubaki gizani milele. Ungana nami Given Kashimoto katika simulizi hii. Ramon Ororunwa Abbas, anayejulikana zaidi kwa jina la Hush Puppy, aliwahi kuwa miongoni mwa watu waliovuta hisia kubwa duniani kupitia maisha ya kifahari aliyoyaonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Magari ya gharama kubwa, mavazi ya chapa maarufu, saa za mamilioni ya fedha, ndege binafsi, hoteli za kifahari, safari za kila mara vilimfanya aonekane kama mfanyabiashara aliyefanikiwa kupita kiasi. Hata hivyo, nyuma ya maisha hayo ya kuvutia kulikuwa na mtandao mkubwa wa uhalifu wa mtandao uliokuwa ukihusisha utapeli wa biashara, udukuzi wa barua pepe za kampuni, yani business email compromise, utakatishaji fedha na ushirikiano na wahalifu kutoka mataifa mbalimbali. Safari yake ni mfano unaoonyesha jinsi tamaa ya utajiri wa haraka inaweza kumfikisha mtu kileleni kwa muda mfupi, lakini hatimaye kuanguka kwa aibu. Hush Puppy alizaliwa katika eneo la Oworonshoki, Lagos, nchini Nigeria. Alitokea katika familia ya kawaida yenye maisha ya chini. Mama yake alikuwa akiuza ndizi huku baba yake akiendesha teksi. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi, alijaribu kufanya kazi mbalimbali za kujitafutia kipato, ikiwemo kuosha magari na kuuza nguo za mitumba. Hata hivyo, aliamini kuwa kazi hizo zisingeweza kumbadilishia maisha kwa kiwango alichotamani. Ndipo akaanza kuvutiwa na uhalifu wa mtandaoni uliokuwa ukifanywa na kundi lililojulikana nchini Nigeria kama Yahoo Boys. Mwanzoni, Hush Puppy alijihusisha na utapeli wa kimapenzi, yani romance scam, ambapo wahalifu hujifanya kuwa wapenzi kupitia mtandao ili kuwashawishi waathirika kutuma fedha. Baadaye aligundua kuwa utapeli wa kampuni ulikuwa na faida kubwa zaidi. Hapo ndipo akaanza kujifunza mbinu za kudukua mawasiliano ya kampuni, kusoma barua pepe za biashara, kutengeneza akaunti bandia, kuelekeza malipo kwenda kwenye akaunti zinazodhibitiwa na genge lake. Baada ya kuanza kutafutwa nchini Nigeria, alihamia Malaysia mwaka 2014, ambako aliungana na wahalifu wengine waliokuwa wakifanya shughuli kama hizo. Akiwa Malaysia, Hush Puppy alijifunza mbinu za kisasa zaidi za business email compromise. Katika mfumo huu, wahalifu hudukua barua pepe za kampuni, hufuatilia mazungumzo ya biashara kwa muda mrefu. Wanapotambua kuwa kuna malipo makubwa yanakaribia kufanyika, hutuma barua pepe bandia. Wateja hupewa akaunti mpya wakiamini ni akaunti halali ya kampuni. Fedha zote huishia kwa wahalifu. Njia hii ilimpatia mamilioni ya dola na kumfanya kuwa mmoja ya waratibu wakubwa wa mitandao ya utakatishaji fedha. Na mnamo mwaka 2017, Hush Puppy alihamia Dubai. Huko alianza kuonyesha maisha ya kifahari kupitia mtandao wa Instagram. Alionekana mara kwa mara akiwa amevaa mavazi ya Gucci, Louis Vuitton na Prada, akiendesha magari ya Rolls Royce, Bentley na Ferrari, akinunua saa za Rolex, Richard Mille na Patek Philippe, akiishi katika hoteli na makazi ya kifahari kama Palazzo Versace Dubai, akisafiri kwa ndege binafsi kwenda Italia, Ufaransa, Argentina na maeneo mengine ya kifahari duniani. Maisha hayo yalimjengea umaarufu mkubwa, huku wengi wakiamini kuwa alikuwa mfanyabiashara wa mali isiyohamishika. Hizi ni baadhi ya kesi kubwa alizohusishwa nazo.
Katika uchunguzi wa FBI, Hushpuppi alihusishwa na mipango mbalimbali ya ulaghai wa kimataifa. Miongoni mwa kesi zilizotajwa ni jaribio la kuiba fedha kupitia udanganyifu wa uhamisho wa mchezaji wa soka. Hii inazungumzwa ni klabu ya Manchester United, japo ilifichwa sana. Ulaghai uliolenga mradi wa ujenzi wa shule nchini Qatar. Mashambulizi ya kifedha dhidi ya kampuni mbalimbali duniani kupitia business email compromise. Ushirikiano katika mtandao wa utakatishaji fedha uliotumika kuficha mamilioni ya dola yaliyopatikana kwa njia haramu. Ingawa simulizi nyingi kwenye mitandao humhusisha na matukio mbalimbali maarufu, si kila tukio limewahi kuthibitishwa rasmi mahakamani. Hivyo ni muhimu kutofautisha madai ya mitandaoni na yale yaliyothibitishwa na ushahidi wa kisheria. Hushpuppi alijenga jina kubwa kupitia mtandao wa Instagram. Alikuwa akichapisha risiti za manunuzi ya gharama kubwa, picha za magari ya kifahari, safari za ndege binafsi, saa na vito vya thamani, mavazi ya chapa maarufu. Alijihusisha pia katika mabishano na baadhi ya wasanii wa Nigeria kuhusu utajiri na matumizi ya fedha, jambo lililomfanya azidi kuwa maarufu. Baada ya uchunguzi wa muda mrefu uliofanywa na ushirikiano kati ya polisi wa Dubai na FBI, operation maalum ilizinduliwa mnamo mwezi Juni mwaka 2020. Katika uvamizi huo, Hushpuppi alikamatwa pamoja na washukiwa wengine. Vifaa vingi vya kielektroniki vilikamatwa, simu, kompyuta mpakato na vifaa vya kuhifadhi taarifa vilichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi. Fedha taslim na mali nyingine zilikamatwa kama sehemu ya ushahidi. Baada ya hapo, alisafirishwa kwenda mpaka nchini Marekani ili kujibu mashtaka yake. Hushpuppi alikiri kosa la kupanga njama za kutakatisha fedha zilizotokana na ulaghai wa kimtandao. Mnamo mwezi Novemba mwaka 2022, mahakama ya Marekani ilimhukumu kifungo cha miezi 135 sawa na takribani miaka 11 na miezi mitatu, na kuamuru alipe fidia kwa baadhi ya waathirika. Kwa mujibu wa taratibu za magereza ya Marekani, muda ambao mfungwa hukaa gerezani unaweza kuathiriwa na mambo mbalimbali kama muda aliokuwa kizuizini kabla ya hukumu na mwenendo wake akiwa gerezani. Hata hivyo, tarehe halisi ya kuachiwa inaweza kubadilika kulingana na maamuzi ya mamlaka husika. Kupitia kisa cha Hushpuppi kinaonyesha kuwa mafanikio yanayoonekana kwenye mitandao ya kijamii si lazima yaakisi uhalisia wa maisha ya mtu. Utajiri aliouonyesha uliwavutia watu wengi, lakini chanzo chake kilikuwa uhalifu uliosababisha hasara kwa makampuni, wafanyabiashara na watu binafsi duniani. Mwisho wa safari yake unaonyesha kuwa licha ya mtu kuonekana kuwa amefanikiwa kwa kiwango gani, uhalifu wa kifedha unaweza kufuatiliwa kwa miaka mingi na hatimaye wahusika kuwajibishwa. Ramon Ornua Abbas, yani Hushpuppi, atabaki kuwa mmoja wa wahalifu wa mtandaoni waliopata umaarufu mkubwa zaidi duniani. Alitoka kwenye mazingira ya umaskini nchini Nigeria, akajenga taswira ya utajiri wa kupindukia kupitia mitandao ya kijamii, lakini uchunguzi wa kimataifa ulifichua kuwa sehemu kubwa ya mali zake ulitokana na mtandao wa ulaghai wa kimataifa. Kisa chake ni funzo kwamba utajiri unaopatikana kwa njia haramu unaweza kudumu kwa muda mfupi, lakini mwisho wake mara nyingi huwa ni hasara, kifungo na kupoteza heshima. Mafanikio ya kweli hujengwa kupitia kazi halali, uadilifu na uvumilivu. Hicho ndicho kisa cha mtu mzima Hushpuppi aliyetesa akili za mamilioni ya wanadamu katika dunia hii. Simulizi hii imeandikwa na kusomwa nami Given Kashimoto. Tafadhali usisahau kusubscribe channel hii.